Huu ni mkutano mkuu wa mwaka au tunaita mkutano wa kawaida. Kwa hiyo ni jambo jema kuhudhuria mkutano mkuu na tumejiandaa kupokea agenda, kuzichakata na kufikia mafanikio au mwafaka. Pengine mapitio ya katiba kama wewe ukianza na comment yako unaionaje katiba ambayo ilipitia mwaka 2023 sasa tunakwenda 2025? Hiyo ni agenda ya mkutano mkuu na hapa sio kwenye mkutano mkuu. Sasa tusifanye mkutano mkuu nje ya ukumbi. Kwa hiyo tuzungumzie tu mkutano mkuu tunaenda kufanya, tunaenda kufikia maamuzi, na hiki ndio chombo cha mwisho kwa mujibu wa katiba cha Simba Sport Club cha maamuzi. Na maamuzi ya chombo hiki hayawezi kubatilishwa na chombo kingine chochote. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mkutano mkuu, tutaamua ndani kwa umoja wetu. Mimi naweza kuwa na hoja zangu mtu mmoja, lakini mkutano na watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo kuna wengine watatoa hoja zao, tutafikia mwafaka, tutachakata, tutatoka na jibu. Na uko tayari kutoa hoja, kuchangia hoja siku ya leo? Naam, ikifika agenda na cha kuchangia, tanyoosha mkono nitachangia. Maneno yamekuwa mengi sana kuhusiana na katiba, mnakuwa na maboresho ya katiba, lakini wanasema kwamba haitumiki ipasavyo. Pengine wewe comment yako ni ipi? Sasa unajua nashindwa kumuelewa mtu ambaye anasema katiba haitumiki ipasavyo. Kwa sababu katiba haifuatwi. Katiba ndio mwongozo wa kila chochote kwenye Simba. Sasa kama katiba haifuatwi, tuna kamati ya maadili ambao huyo ambaye mnahisi hakufuata katiba mnampeleka kamati ya maadili. Sijasikia mimi mpaka leo kuna mwanachama yoyote amepelekwa kamati ya maadili au kuna kiongozi amepelekwa kamati ya maadili. Sasa huyo mtu anayesema katiba haifuatwi akakaa tu. Mimi ningeona katiba haifuatwi, ningeandika, ningepeleka kamati ya maadili na ningefuatilia huyo mtu akaadhibiwa kwa kutofuata katiba. Lakini mpaka leo sijaona mahali ambako mtu ameenda kulalamika katiba haifuatwi. Unajua maneno ni mengi, bla bla ziko nyingi. Twende kwenye mkutano mkuu tukaamue. Unaposikia kwamba viongozi kuna mkanganyiko japo ijawa imethibitishwa, wewe kama mzee wa Busara unafikiria nini ambalo unaona inaendelea? Juzi hapo tumeshuhudia kauli ambayo ilikuwa imetoka kwa Magoli, ilikuwa kama ina mkanganyiko, aliongea kuhusiana na afya ya akili, watu wakaichukulia ni positive. Kwanza naomba ondoa neno mzee wa busara kwa Kiswahili hili cha watoto wa mjini. Hili neno huwa lina ukakasi. Mzee wa busara wanamchukulia namna gani vipi? Mzee anajua kuloga. Sasa mimi sio mzee wa busara kwa mujibu wa wimbo wa Jumanecha, mzee wa busara. Sasa tunapokuja kusema mgongano, kwanza mgongano kwenye uongozi hakuna. Kule ndani ya uongozi mgongano hakuna. Kwa sababu ungekuwa na mgongano kwenye viongozi, angetoka mmoja wapo wa kiongozi akaja akasema. Lakini Magori alisema wanao kama nilimsikia vizuri, wanaoleta shida ni walikuwa viongozi na sasa sio viongozi tena. Kwa hiyo hakusema ndani ya uongozi. Kwa hiyo ndani ya uongozi wao ni imara. Ndani ya uongozi alisema kwenye Simba kuna watu na mimi nakubaliana naye. Nakubaliana naye kwa sababu gani? Haiwezekani wewe ukiwa kiongozi uko ndani, Simba ni safi, ni salama kabisa, haina tatizo lolote. Ukitoka tu kwa kiongozi na sio kiongozi tena, matatizo yanaanza ghafla Simba. Katiba ni mbaya, mambo fulani hayajafuatwi, wanaendesha kiholela. Wakati ukiwa ndani hayo hayapo. Lakini ukitoka nje yote hayo unayaona kwa sababu hauko ndani. Na mimi nakubali ni afya ya akili. Kwamba unaamini lazima uwe kiongozi Simba. Usipokuwa kiongozi Simba, Simba ni mbaya. Ila wewe ukiwepo kiongozi Simba ni nzuri. Hii ni afya ya akili na mimi nakubaliana na mzee Magoli. Simba tunaiombea dua. Naomba kwa Mwenyezi Mungu, kule ni ugenini, mechi ni ngumu, lakini inshallah tutapata mafanikio. Hata moja tu inatosha. Ile ni Simba mdogo wangu. Ile ni Simba. This is Simba. Hii ni Simba. Yaani wewe, unajua wewe, sijui mnachukulia Simba ni dude kubwa sana ujue. Ile ni Simba. Wewe baki kujua ile ni Simba. Alafu unaweza ukafeli leo, lakini hujafeli maisha.
Kwa hiyo ni mambo ya kawaida sana. Sisi tunaamini Simba itashinda na tutavuka kwenda robo finali. Lakini ikitokea hatukuvuka, hatuna sababu ya kutafuta mchawi. Tunarudi kujipanga upya, tunaanza tena. Lakini imani yetu tutavuka. Watani wamepepea kwenye nini? Wamepepea kwenye nini? Wanatafuta robo finali ya ngapi? Ya pili. Simba anatafuta ya ngapi? Sasa unadhani kwa mazingira hayo unaweza tukajifananisha nao? Asante.